Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu zetu waandishi wa habari, tumewakaribisha tena katika ofisi za Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania maarufu kama UWAKTA hapa Mbagala Zakin. Alhamdulillah, siku ya leo tumewakaribisha tukiwa tumetoka kulikamilisha tukio kubwa, tukio ambalo limekwenda kutengeneza historia katika taasisi yetu, tukio la mkutano mkuu wa kila mwaka ambao hata ujio wenu mnaweza mkawa mmepata picha kwamba leo wahadhiri wote, wawakilishi kutoka katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania wamekuja hapa. Ukiangalia kulia kwangu namuona mzee wetu Profesa Habibu Othman Mazinge. Wale ambao walikuwa wana hamu ya kumuona akiwa na vijana wake katika kulipeleka mbele ili gurudumu la kutangaza Uislamu, yupo hapa. Pembeni yake pale tunaye katibu wetu mkuu. Pengine mara nyingi katika press zile kadha wa kadha tukifanya mnaweza msimuone, lakini ni katibu wetu mkuu wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Mzee wangu pale mbele ya katibu mkuu ni mwandamizi, anaitwa Sheikh Ramadhani Makwangu, ni katika wahadhiri wa miaka mingi sana. Yeye anatokea mkoa wa Pwani, lakini ni mzee ambaye ametulea na anatusimamia katika kazi hii. Lakini pale kakaangu alivaa kanzu ile ya blue, yeye ni shekhe wetu, yeye ni amiri wetu katika mkoa wa Mwanza. Hii inamaanisha kwamba nchi nzima katika kada ya uhadhiri ipo katika ofisi za UWAKTA siku ya leo. Anaitwa Sheikh Abu Jadawi, Sheikh Adam Ndaki, yeye ni kiongozi wetu katika mkoa wa Mwanza. Lakini ukiangalia kushoto kwangu hapa Sheikh Ibrahim Bakozi maarufu sana, lakini tuna mzee wetu pale Ramadhani Ndauga, yeye ni katika walezi na ni katika watu wa mwanzo kabisa miaka ya 2001 2002 waliotengeneza wazo la kuzaliwa kwa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania. Leo tumepata sharafu katika waasisi wa umoja huu ambao tumekuwa tukiutumia kama chombo cha kutusafirisha katika kutengeneza mambo. Mzee wetu leo tupo naye. Pembeni kule tunaye Sheikh Said John Edward, Sheikh Sharifu. Huyu Sheikh Sharif Said John ni mtu maarufu sana, lakini yeye ndiye mkurugenzi wetu wa fedha na utawala katika Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Ni mtu ambaye anayafanya mambo mengi, ana mambo makubwa, lakini leo tupo naye katika mkutano. Na kutajia hawa watu, nataka uone uzito wa mkutano wa leo, wewe Mtanzania ambaye mara kadhaa labda ulikuwa ukisikia matamko ya wahadhiri wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania ukidhani labda taasisi nyepesi au kuna ufinyu fulani katika, lakini nataka nikuhakikishie taasisi kubwa, ina ukubwa ule ambao pengine haujawahi kuutarajia, na jambo linapokuwa limefika katika vinywa, katika matamko ya wahadhiri wa Kiislamu, basi ni jambo la kitaifa, ni jambo la nchi nzima. Mwishoni kule katika waliokaa high table ni mzee wangu Abdul Karim Michael Fulano, yeye ni amiri wetu wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania katika mkoa wa Singida. Na waandishi, wakati mnakuja mlikuta mkutano unaendelea, mmeuona huu ukumbi wote namna ulivyokuwa umejaa wahadhiri kutoka katika maeneo mbalimbali. Na bado hapo sasa, hata ukiangalia waliopumzika hapo, kwa sababu nafasi ni chache, hatuwezi wote kutoshelea huko mbele, au waliopumzika ni viongozi wakubwa wa Umoja wa Wahadhiri. Kuna maamiri kutoka Pwani, kuna maamiri kutoka Ruvuma, kuna maamiri kutoka Mtwara, kuna maamiri kutoka katika eneo mbalimbali, kutoka Manyara, kutoka kila eneo la Tanzania. Alimradi wote wamekusanyika katika eneo hili siku ya leo kwa ajili ya mkutano mkuu wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, na kile ambacho wanataka kifike kwa Watanzania ndio hichi ambacho kinafikishwa hivi sasa kupitia vyombo vya habari. Ndugu zangu waandishi, eneo la mwanzo katika maelezo ambayo nataka niyazungumze kwenu, nataka niwakumbushe. Unaona, tumekusanyana wahadhiri wa Kiislamu, tupo hapa kwa wingi wetu,
wazee kwa vijana, hawa wahadhiri wa Kiislamu, nataka leo nyinyi mchukue, mlibebe ili jambo ambalo jamii ya Kitanzania huenda ikawa imeghafilika nalo, lakini jambo hili hakuna taasisi, hakuna eneo ambalo jambo hili linapata nguvu kubwa katika usimamizi wake isipokuwa ni kutoka kwa wahadhiri wa Kiislamu, na kusudia mchango wa amani katika taifa letu la Tanzania. Hawa wahadhiri mnawaona hapa, mchango wao ni mkubwa sana katika kudumisha amani kwenye nchi yetu ya Tanzania. Hata mambo mengi yanapotokea, unapowaona wapo kimya, maana yake wanakaa na kutafakari, kwa sababu wao ni chachu muhimu ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Basi watakapokuja kusema mbele yako, bila shaka tegemea utapata kitu ambacho ni sahihi mno katika kuimarisha, katika kuendeleza, katika kudumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu ya Tanzania. Miongoni mwa vitu vya kujivunia abadan katika nchi yetu ya Tanzania, haitokuja siku usikie kuna vita ya kidini kwenye Tanzania. Hautokuja kusikia. Kwa nini hautosikia jambo hilo? Sababu ni wahadhiri wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania. Wao wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ndio watu ambao wamewazoesha Watanzania wasikie mambo rahisi, mambo makali, mambo mazito yanayohusu utofauti wa kiimani katika nchi hii, mpaka Watanzania sasa wameyazoea, wakang'amua kwamba kila mmoja anayo nafasi ya kuitangaza imani yake na yasiletwe madhara kwa mtu mwingine. Mfano, tangu miaka hiyo ya 80 wazee wangu hawa na sisi tumerithi, tunatangaza katika nchi hii kwa maspika, kwenye maviwanja ya wazi, kwenye makumbi kwamba Yesu sio Mungu, Yesu hakuwa Mkristo, Yesu sio Mungu, haya mambo yote, Yesu sio Mkristo. Tunatangaza Paulo sio mtume wa Mungu, Muhammad ndio mtume wa Mungu, Uislamu ndio dini ya haki, Yesu hakufa msalabani. Haya mambo kama unawaondoa Waislamu au wahadhiri wa Kiislamu uwapeleke katika eneo ambalo watu hawana mazoea ya kusikia maneno haya, alafu uende ukayatamke kwa ghafla, ni mauaji yanayotokea baada ya hapo. Lakini Tanzania Wakristo tangu wanazaliwa wanasikia mazinge kwa ubiri kwa Yesu sio Mungu, aya zinatolewa, si Yesu sio Mkristo, aya zinatolewa. Na Wakristo nao pia wakaingia kuyahubiri haya kwa imani yao, wanasema Muhammad sio mtume, Uislamu sio dini ya Mungu. Sasa ikatukutanisha katikati baina ya Wakristo na Waislamu. Kilichotukutanisha ni maandiko na hoja. Vitu hivi vikafanya Wakristo leo wazoee kusikia Yesu sio Mungu, Waislamu leo wazoee kumsikia Mkristo anasema Muhammad sio mtume. Lakini nini kinachoendelea? Waislamu wanaweka dalili zao, Wakristo wanaweka dalili zao. Mkristo akielewa anaacha Ukristo, anaingia katika Uislamu. Kwa sura hiyo Tanzania hakutokuja kutokea mapigano ya kiimani, yani dini na dini ifike mahala eti tuchinjane, tuuane sasa kwa sababu tu huyu kantukania imani yangu au kasema vibaya imani yangu. Kwa nini? Kwa sababu wahadhiri walishajipanga kwenye jambo hilo, na dawa, mawaidha wanayoyatoa wahadhiri yamesaidia mashirikiano baina ya Waislamu na Wakristo katika nchi ya Tanzania yanakuwa sawa sawa. Kwa mfano huo, ondoka leo wewe Mkristo unasema Muhammad sio mtume na unafunga mpaka spika, nenda pale Somalia, labda Mogadishu, dondoka pale tauni tutii, alafu funga spika yako, sema Muhammad sio mtume wa Mungu. Dakika 30 nyingi, kichwa chako kishatenganishwa na mwili wako, watu wanakwenda kukufukia. Watu hawajazoea mambo haya. Kwa nini? Kwa sababu hawajazoea kusikia maneno yale ya kidini wakati kwa wakati. Kwa hivyo sisi wahadhiri leo tumemaliza mkutano, tunakuja kusema nanyi kwa sababu tunajua nafasi yetu na tunataka jamii pia ijue nafasi ya wahadhiri katika amani ya Tanzania. Sasa basi, wakati haya yanaendelea, leo tunaizungumza Tanzania ambayo siku za hivi karibuni imepita katika hali fulani ambayo si njema sana. Hali hii ilikuwa inatengeneza bishara ya machafuko au maharibiko ya amani kwenye nchi yetu. Watu waliuawa. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo hili na uzito wake na ugumu wake ilifika mahala serikali ikaamua kukaa chini, waangalie kwanza tatizo liko wapi na ufumbuzi wa jambo kama hili ni nini. Tukatengenezewa tume ya uchunguzi.
tume ya Jaji Chande, ambayo tume ile ilikuja kuainisha mambo matatu. Leo kama wahadhiri wa Kiislamu, taasisi nyingi zimeongea. Sisi wahadhiri ambao ndio vinara wa kuipambania amani ya nchi hii, hatuwezi kuwa kimya. Lazima jambo kama hili limetokea katika nchi ya Tanzania tuliguse kwa namna moja ama nyingine, alimradi watu waone kwamba taasisi ya wahadhiri ambayo ni sauti ya Waislamu katika nchi ya Tanzania ipo hadhiri na inaguswa na mambo mazito na inaweza kutumia nafasi zao, njia zao kuzungumza na jamii kuhusiana na jambo kama hilo. Tume ile iliainisha vitu takriban vitatu. Cha mwanzo kilichoainishwa na tume ile ni sababu, vyanzo vya vifo vya watu wengi katika nchi yetu ya Tanzania vilivyotokea Oktoba 29. Tumefuatilia, tumesikia baada ya kuainishwa kule vyanzo vyake, waliosababisha, na dondoo chache zikawa zimeguswa. Mambo yaliyotokea kabla, viashiria vikawa vimezungumzwa. Hatua zile zilizochukuliwa zimekuwa kubwa kiasi gani, zimekuwa nzito kiasi gani, na mapendekezo mengi na mengi, mambo yameelezwa kuhusiana na yale masala yaliyozungumzwa kwa ujumla wake. Lakini eneo la pili, tume ile ikatoa mapendekezo nini kifanyike. Na hapa kama umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ndio tulikaa chini na kutafakari katika haya mapendekezo, nini ambacho kimeng'amuliwa, nini ambacho kimegunduliwa. Kimsingi nchi imeshaingia katika doa tayari, tatizo lilishatokea. Je, Watanzania tuendelee kukaa huku tunavimbiana na kutafutana kwa shari? Yaani tusirudishe hii nchi yetu ije kukaa sawa na watu, tuendelee kupaona Tanzania sehemu salama ya kuishi kama ilivyo miaka yote? Jibu hapana. Kama watu timamu tunaoipenda Tanzania, yametokea matatizo mazito na kila mtu anakubali. Tume imekwenda kufanya uchunguzi, imechukua mapendekezo ya raia, watu kutoka katika kada tofauti tofauti wamekuja na mapendekezo. Sisi sasa tukaangalia yale mapendekezo. Je, kama umoja wa wahadhiri, mapendekezo haya hayaturudishi kule tulipotokea? Hayawezi kutusababishia tukaingia katika mauaji tena kwa wakati mwingine na matatizo? Tukaja tukaangalia katika yale mapendekezo. Miongoni mwa hayo, tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie mapendekezo haya yaende yakatekelezwe, na lau kama yatatekelezwa kama ambavyo tume imeyatoa mapendekezo hayo, basi tunaweza kurejea katika sifa ambayo imekuwa ni ya kudumu katika nchi yetu, kuwa ni kisiwa cha amani. Miongoni mwa hayo, watu wa siasa ambao nao pia wamehusika kwa namna moja ama nyingine katika machafuko yale, wana vilio vyao vya miaka mingi. Moja katika vilio vikubwa ni katiba, na katika mapendekezo ya tume tumeambiwa kwamba katiba ya nchi, tume imependekeza ipatikane katiba mpya ya nchi yetu ya Tanzania haraka na mapema. Kama umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunasema hapa, tunatia tiki kwenye hili jambo, katika jambo bora, katika jambo zuri ambalo litakwenda kuitengeneza Tanzania ambayo itaendelea kuwa kisiwa cha amani. Basi katiba kama ambavyo imefafanuliwa kwa miaka mingi iliyopo, ina mapungufu, ina matatizo, umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania unaunga mkono, unasapoti mapendekezo yaliyotolewa na tume. Katiba ifanyiwe marekebisho na itengenezwe katiba mpya haraka sana, alimradi mpaka tutakapofika 2030 kwenye uchaguzi mkuu, badala ya kurejesha matatizo kama haya yaliyotokea, twende katika uchaguzi mkuu 2029 2030 tukiwa na katiba mpya, katiba ambayo itakwenda kuwafurahisha, itakwenda kuwapa fursa, itakwenda kuwaridhisha Watanzania wote kwa ujumla. Hilo jambo tumeliunga mkono na tumelitolea sapoti katika maeneo hayo. Lakini maeneo mengine tume ilipendekeza patengenezwe majukwaa ya vijana. Ukija ukifuatilia matatizo ya Oktoba 29, kutopatikana maeneo sahihi ya vijana wa Kitanzania kutoa kero zao, kutoa malalamiko yao, kutoa maelezo yao,
kumesababisha lile jambo kuchochewa kwa nguvu kubwa, kwa sababu mtu akikosa eneo la kuonana na waziri, la kuonana na maafisa, akasema zile zilizokuwa kero zake, vijana wote sasa majukwaa yao wakayafanya ni Instagram, TikTok, Facebook, na huko katika TikTok na Instagram ndipo ambapo palipatikana hamasa kubwa na hamasa nzito mpaka nchi yetu ikaingia katika matatizo yale. Kwa hivyo tume ilikuwa imetoa maoni hayo, lipatikane jukwaa la vijana. Vijana ndio wengi katika nchi yetu ya Tanzania. Vijana ndio ambao wana malalamiko mengi, wana mambo mengi ambayo wanahitaji yatekelezwe. Kwa hivyo tunaunga mkono yapatikane majukwaa ya kutosha ya vijana, vijana wapate sehemu ya kusemea, wawe wa Kiislamu, wawe wa Kikristo, wawe wa kipagani, wasiokuwa na dini, lakini vijana wote katika ule usawa, katika haki wanazozihitaji, muda wa kuwa hawavunji sheria. Yapatikane majukwaa ambayo vijana watakwenda kuweka hasira zao, machungu yao, madukuduku yao, wayaeleze pale na wasikilizwe, wapate nafasi ya kusikilizwa. Hili ni jambo jema, na kwa sababu taifa letu limejawa na vijana, hata waathirika wakubwa katika vifo Oktoba 29 ni vijana, basi hapa likifanyiwa kazi hili tutakuwa tumepata ufumbuzi mkubwa kabisa, na tuna imani insha Allah nchi yetu kule tunapoelekea haitorejea tena katika machafuko, haitorejea tena katika dhiki na tabu ambayo tumeipitia katika wakati uliopita. Lakini lingine, tume imefanya mapendekezo maridhiano ya taifa. Tayari tunasema kushatokea shida, hatuwezi kubakia hivi hivi tu. Leo tunaona mifano Irani, Israeli na Marekani kule wanapigana, lakini wanapoona hali imekuwa mbaya zaidi wanasema mazungumzo, watu wakae wazungumze. Lakini tunaona katika maeneo tofauti tofauti watu wanapokaa na kuzungumza, maridhiano yakipatikana, ufumbuzi unakuwa mkubwa na watu wanarudi katika amani yao, taratibu za sawasawa zinakuwa zinaendelea. Hadhiri wa Kiislamu Tanzania ambao leo tulikuwa tuna mkutano mkubwa wa kitaifa na wajumbe viongozi kutoka nchi nzima, tunasema maridhiano kwa ajili ya taifa letu ni kitu cha lazima. Lazima wanasiasa, lazima watu wa dini, watu wa madhehebu mbalimbali wakutane, tukae, tupeleke ndio wasemaji wa Waislamu katika nchi ya Tanzania. Na ushahidi mnao, waandishi mmefika leo, mmeona nchi nzima imeleta wawakilishi na wadau katika eneo hili, kwa sababu hawa ndio wanaobeba lugha inayoeleweka kwa Waislamu katika nchi nzima ya Tanzania. Waislamu katika nchi hii tuliwahi kudai mahakama ya kadhi. Mahakama ya kadhi kabla serikali hawajatupa, lilitokea kanisa likapinga kabla serikali hawajatupa, na tunazungumza hivyo nikimaanisha kwamba hatujapewa mpaka leo, lakini kanisa lilitokea likapinga, tena likapinga kwa nguvu kubwa kabisa, mpaka imefika mahala serikali ikashindwa kutupatia mahakama ya kadhi. Mahakama ya kadhi ambayo hata Kenya ipo, mahakama ya kadhi ambayo nchi chungu mzima za Afrika ipo, lakini Tanzania, Waislamu wa Tanzania mpaka leo hatujapata mahakama ya kadhi. Kwa serikali kutotupatia mahakama ya kadhi mpaka leo, na wakati huo huo kanisa lilitia neno katika kuzuia likisema haiwezekani Waislamu wapewe mahakama ya kadhi. Ili jambo lina ishara mbaya. Kwa hiyo tunahitaji maridhiano, kila mmoja aseme madukuduku yake, aseme ya kwake, anachotaka serikali hii ya nchi hii imtatulie, alimradi tuweze kwenda sawa. Lakini tuna janga ili sisi Waislamu tunalita ni janga, na wahadhiri lazima tuseme, na tusiposema itakuwa tatizo. Kuna matrilioni ya shilingi yanapelekwa katika makanisa katika ule mkataba wa Memorandum of Understanding, mamilioni ya shilingi kupitia Wizara ya Afya na kupitia Wizara ya Elimu. Ili tumelizungumza katika miadhara, mzee wangu Mazinge walikuwa wanaongea tangu miaka ya 90, miaka ya 90, 92 mkataba umesainiwa. Kuanzia 93 wahadhiri wameanza kulalamika. Mkataba ule umewanufaisha kanisa Katoliki na Lutheran. Leo wana mashule, wana mahospitali, wana mavyuo vikuu. Waislamu shilingi moja hawapewi kama ruzuku. Tunavyo vishule vya Kiislamu vimechoka. Ili jambo ni dukuduku ambalo linatutesa Waislamu kwa miaka mingi. Wakristo wao na sisi wote ni raia wa Tanzania. Wakristo wao na sisi wote ni walipa kodi katika nchi ya Tanzania.
Sasa kwa nini kanisa lipate hivi? Kwa hivyo kwenye maridhiano kuna mambo kama haya yatazungumzwa, na yakizungumzwa ili amani ipatikane. Isije leo imepatikana katiba imepatikana, kesho wanaamka Waislamu wanafanya maandamano ya memorandum of understanding. Haya yote yakusanywe, yatatuliwe kwa pamoja, tupate katiba nzuri, tupate muafaka, wananchi wote wa Tanzania tupewe haki zetu kama ilivyo. Hili jambo linatufanya tutengeneze mashaka juu ya kanisa, kwa sababu haya mambo yote tunavyoyataka, wao kanisa ndio vizuizi. Nchi yetu tulikuwa tumependekeza na tulitoa maoni Waislamu tujiunge na OIC. OIC ni eneo ambalo faida yake ni ya nchi, sio ya Waislamu tu, ni ya nchi. Na wakati tunayazungumza haya, mpaka Uganda tayari ilikuwa imeshajiunga na OIC. Kwani imefanywa nchi ya Kiislamu ile? Lakini OIC ukiangalia mikopo itakayochukuliwa kule isiyokuwa na riba, inayonufaika ni nchi. Madeni kwenye nchi yanapungua. Leo tutalalamika kuhusu madeni mengi katika taifa letu, lakini tulikuwa tuna eneo ambalo tungeweza kupata mikopo katika hali nzuri. Fuatilieni, chunguzeni namna OIC inavyokopesha na namna watu wanavyolipa na namna inavyosaidia kwa mataifa ambayo yamejiunga na wao. Lakini kanisa lilipambana kwa nguvu zao zote kuhakikisha lile jambo halifanikiwi, na kweli halikufanikiwa. Sasa kanisa ni mtoto katika nchi hii na Waislamu ni watoto katika nchi hii. Mlezi wetu ni serikali. Inaonekana mtoto mmoja anapata nafasi ya kusikilizwa na kupendelewa zaidi. Sasa tusifike pabaya huko. Hawa Waislamu hawa leo unaona wahadhiri hapo kutoka nchi nzima wakilibeba jambo, kila mmoja akaseme katika nchi yake. Matokeo yake ni ambayo hayajawahi kuonekana wala hayajawahi kutokea, kwa sababu kundi la Waislamu ni kundi ambalo ni kubwa katika nchi yetu ya Tanzania, lina nguvu na linahitaji pia kusikilizwa katika magumu ambayo limepitishwa kwa miaka mingi. Ndugu zangu, sisi tunayozungumza haya kwa sababu sisi ni wadau wa amani ya nchi hii, na tunachokitaka hii nchi ibakie na amani yake. Na ndio maana unaona leo tumekusanyana hapa kutoka katika kila kona ya nchi yetu hii, na tumekubaliana sisi wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ndio tumeanza jukumu letu. Tumelianza jukumu letu nikiwa nakwenda mwishoni katika kulielezea hili. Hawa wahadhiri wote waliotoka katika kona mbalimbali za nchi yetu hii ya Tanzania, wao wanaondoka hapa wakiwa wamelibeba jukumu la kuhakikisha kwenye maeneo yao, kitu cha kwanza ni kuihubiri amani ya nchi yetu. Kitu cha kwanza ni kuihubiri amani ya nchi yetu, lakini kingine ni kuwapa elimu wa Tanzania juu ya maoni, mapendekezo yaliyotolewa na tume ya uchunguzi, kwamba Watanzania mapendekezo haya ni kitu kizuri, na insha Allah Mwenyezi Mungu akijalia yakifanyiwa kazi tutakwenda kuwa salama na nchi yetu itaendelea kuwa kisiwa cha amani. Haya mambo tunakwenda kuyafanya kwa sababu ni wahadhiri na kazi yetu ni kutoa elimu kwa jamii, na tupo wengi na tunakwenda kuisambaza katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa ndugu zetu waandishi, leo tumewaita, kwanza tumewakaribisha katika kikao chetu, lakini pia tulikuwa tuna haya machache sana ambayo nimewasilisha mbele yenu kama umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Tumeyafikisha kwa ufupi sana. Tunataka jamii ifahamu wahadhiri ni kina nani, tupo kwa ajili ya kitu gani, na sisi ni watu wema katika nchi hii ya Tanzania. Lengo letu ni kuhakikisha amani tuliyokuwa tukihubiri miaka yote inaendelea kuwa sawa, na kazi yetu ya kumtangaza Mungu tunaendelea kuifanya, na kazi yetu ya kusilimisha wasiokuwa Waislamu tunaendelea kuifanya, na kazi yetu ya kuhakikisha watu wanamjua Allah tunaendelea kuifanya. Tunahitaji amani ili tuendelee kuyafanya hayo yote, na ndio maana tupo bega kwa bega na vyombo ambavyo vinasimamia utunzaji wa amani, uimarishaji wa amani, udumishaji wa amani. Insha Allah, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.